Dr. Janabi, unaweza kutufahamisha kwa kifupi kuhusiana na mkutano huu nini kimekuwa ndo mafanikio makubwa zaidi ya huu mkutano? Nafikiri kwanza mafanikio makubwa watu wanatakiwa kutambua, huu mkutano unakwenda kwa mabara. Mara ya mwisho ulikuwa India na sasa umekuja hapa na mwakani utakwenda Hong Kong. Kwanza sio watu walikuwa na wasiwasi kwamba labda mkutano hautafanikiwa, lakini tumeweza kuona kufanya kazi kwa pamoja, serikali ya Kenya, Aga Khan, ili shirika lenyewe la World Health Summit, kufanya kazi pamoja na CDC Africa na wenzetu wa WHO Europe, WHO kwenye bara la Hindi, umeonyesha kitu kinawezekana. Siku 3 hizi, leo jioni tutafunga. Rais alikuja, Rais Ruto, kufungua huu mkutano, makamu wa rais anakuja kufunga, waziri wa afya amekuwa na sisi muda wote, na mazungumzo yamekuwa mengi. Mazungumzo kuhusu tutapataje wafanyakazi wengi zaidi, hawa wanaokimbia, nini kifanywaje, tufanye kitu gani. Tumeongelea kuhusu uzalishaji wa dawa na chanjo kwenye bara letu, kwa sababu ni changamoto kubwa. Kwa hiyo hapa kubwa mimi nafikiri ni kutoka tu kwenye mazungumzo sasa kwenda kwenye vitendo, kwa sababu kwa mfano afya ya msingi imeanza kuzungumziwa Alma-Ata mwaka 1978. Tuna declaration ile ya Lusaka, maazimio ya Lusaka. Sasa hivi kuna Accra Research, kuna Abuja Declaration. Kwa hiyo hatuna upungufu wa mawazo. Nafikiri sasa hivi ni tunawezaje kubadilisha haya mawazo yakaenda kwenye utendaji. Hilo ndo kubwa, na nafikiri ndo linaweza likaokoa. Tunawezaje kuongeza bajeti zetu za afya bila kutegemea. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama kiongozi wa ili shirika la afya upande wa Afrika, kitu kilichotokea mwaka jana, hii changamoto ya fedha kutoka magharibi na Marekani, labda ingetokea miaka 10 iliyopita, kwa sababu sasa hizi tungekuwa tayari tuko kwenye msimamo, kwa sababu sasa hivi mwamko mkubwa sana, mwamko wa kisiasa mkubwa sana, na watu kushirikiana, kwa sababu kubwa hapa ni sisi taasisi mbalimbali kufanya kazi pamoja, kwa sababu kama una fedha chache, tusirudie unachokifanya wewe na mimi nikifanya hicho. Kama wewe unaweza kukifanya vizuri zaidi, mimi nifanye kingine. Kwa tukiwa na huo umoja, mimi na uhakika tutakuwa vizuri zaidi.